Ujumbe wa hasira kutoka kwa Boniface Mwabukusi umetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Tanzania imeingia katika mzunguko mpya wa mvutano wa kisiasa na kidini baada ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi kuchapisha ujumbe mkali na wa hasira mtandaoni akikosoa kwa ukali mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kwa kauli alizotoa leo dhidi ya kanisa Katoliki na katibu mkuu wa zamani wa Baraza la Maaskofu Padre Charles Kitima. Mwabukusi akitumia sauti ya uthubutu na uzito wa cheo chake alijenga hoja nzito kwamba kauli za Chalamila zimevuka mipaka ya kisheria na zimefikia kiwango cha uchochezi na vitisho dhidi ya taasisi zinazojulikana kwa historia ya kuhimiza uvumilivu, haki na maadili ya kijamii. Mtandaoni ujumbe wake uliibuka kama tangazo la mapambano, si mapambano ya kisiasa tu, bali mapambano dhidi ya kile kilichoelezwa kama tabia ya kiongozi wa serikali kutumia mamlaka vibaya, kuwatisha viongozi wa dini, kupuuza haki za raia na kupalilia mazingira ya mgawanyiko wa kijamii. Kwa mara ya kwanza tangu sakata la mashambulizi dhidi ya Tundu Lissu, jina la Chalamila liliwekwa wazi katika tuhuma za kuwa sehemu ya mtandao utumiaji wa nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi na watu wanaonekana kuwa wapinzani. Na leo ujumbe wa Mwabukusi ulichukua sura ya msimamo mpya kwamba uvumilivu umekwisha na kwamba kauli za kichokozi dhidi ya taasisi za dini hazitakubaliwa tena, na kwamba kutakuwa na hatua za kisheria dhidi ya Chalamila binafsi wale wanaohusishwa naye. Na kwenye ujumbe alioandika kwenye mitandao ya kijamii, Mwabukusi alitaja na kusema kuwa Chalamila, stop that. Na sisi hatubaki kimya tena, inatosha sasa. Mkumbusheni Albert Chalamila, yeye ni mmoja wa wahalifu waliochochea vyombo vya dola kutumia nguvu zilizokithiri dhidi ya raia. Aelewe kwamba hatutaendelea kuvumilia yeye kunyanyasa watu kwa sababu tu ni mkuu wa mkoa. Tutamchukulia hatua rasmi yeye binafsi na wale wote anaoshirikiana nao kuendeleza matendo yake ya uhalifu dhidi ya watu wasio na hatia. Shambulio dhidi ya umoja wetu tutachukua kuwa shambulio dhidi yetu sote. Tunazo rekodi zako zote na kauli zako zote za kabla, wakati na punde baada ya uchaguzi, na zote zinachochea au kushabikia mauaji ya kimbari. Huu ni wakati wa sisi kujikana na kusimama na viongozi wanaojali maslahi ya umma na kutetea utawala bora na utawala wa sheria. Kile kilichofanywa dhidi ya Tundu Lissu akitaruhusu ama tutaruhusu kufanyika dhidi ya Father Kitima. Albert Chalamila, lazima uangalie kauli zako zinavuka mipaka na huna kinga ya kutochukuliwa hatua kwa jina lako. Nadhani tunatakiwa kuchora mstari sasa. Hatutavumilia tena mshambulizi dhidi ya watu wema. Kisingizio cha kuchukua hatua kisheria inatosha sasa. Jumbe wake Boniface Mwabukusi ambao ulikuwa na hasira mno. Ni tukio lilofungua ukurasa mpya unaochanganya siasa, sheria, dini, kumbukumbu za historia na maumivu ambayo bado hayajafutika. Chanzo cha mvutano huu kilianza leo ambapo Chalamila alitoa matamshi mazito dhidi ya kanisa Katoliki, akieleza kama taasisi inayopaswa kuwajibishwa kwa msimamo wa taarifa zake za kijamii. Katika hotuba hiyo alimtaja Padre Charles Kitima kama mtu mwenye ushawishi mkubwa anayeongoza maamuzi ya mtazamo wa Baraza Maaskofu Katoliki nchini, na akisisitiza kuwa viongozi hao wanapaswa kuchukuliwa hatua kali kwa kile kilichoeleza kama athari za kauli zao kwa jamii. Ni baada ya Kitima kusema kwamba kwa usiku wa wakati aliposhikwa umeme ulifungwa, kwamba kulikuwa na mazungumzo na njama ya kumdhuru, kwa maana taasisi ya TANESCO ilizima umeme. Ni kauli ambayo sasa Chalamila anasema itashirikiana na taasisi ya TANESCO kuhakikisha kwamba Kitima amejibu maswali kamili.
Kauli hii ilitafsiriwa kama jaribio la kushinikiza taasisi ya dini kufuata msimamo wa serikali na kuwalazimisha viongozi wa dini kukubali kusahihishwa na mamlaka ya kisiasa. Kwa mara nyingine, Chalamila alionyesha mtazamo wa mamlaka juu ya taasisi ambazo zimekuwa na historia ndefu ya kuibua mijadala ya kijamii kuhusu ustawi, utawala na uwajibikaji. Na katika historia ya Tanzania, Kanisa Katoliki limekuwa sauti ya kawaida katika muktadha wa haki za binadamu na mara kadhaa limekosoa serikali bila kuangalia chama tawala au mtu binafsi. Kauli za leo zimeonekana kama jaribio la kuzuia sauti hiyo, lakini kilichozua mshtuko mkubwa ni matarajio ya kuchukuliwa hatua dhidi ya Padre Kitima binafsi, hatua ambayo ilionekana kama ishara ya kupanda joto la mgogoro wa dola dhidi ya taasisi za dini. Ujumbe wa Mwabukusi ulitafsiri kilichotokea si kama tofauti ya maoni, bali kama jaribio la serikali kudhibiti uhuru wa taasisi huru na kuwatisha viongozi walioko mstari wa mbele katika kutetea utawala bora. Kauli yake ilijengwa juu ya historia ya matukio yanayodaiwa kufanywa na mamlaka za dola dhidi ya raia na viongozi wa kisiasa. Historia yenye alama ya majeraha na kisiasa yaliyoacha kumbukumbu ya hofu kwa taifa. Na kwa kuhuzisha jina la Tundu Lissu kama ishara ya kile kinachoweza kutokea kwa wale wanaoonekana kuwa wapinzani wa serikali, ujumbe huu ulijenga hoja ya hatari ya kurudia historia hiyo, safari hii dhidi ya Padre Kitima. Tanzania ilikumbushwa kwamba mashambulizi ya Kitima ama ya kisiasa hayaanzwi na risasi bali na kauli, na kwamba maneno ya Chalamila yanapotolewa kwa hadhira na cheo chake yanasababisha athari za kijamii ambazo haziwezi kudharauliwa au kufutwa kwa urahisi. Na kwa hivyo mwitikio wa Mwabukusi haukuwasilishwa kama hasira binafsi, bali kama msimamo wa kulinda taasisi, watu na haki za msingi. Siasa ya Tanzania imekuwa na tabia ya kutumia lugha ya maridhiano linapokuja swala la dini, kwa sababu dini imekuwa muhimili wa utulivu wa kijamii. Kauli dhidi ya Kanisa Katoliki ama kauli hizo zinaweka taifa katika maeneo hatari. Kwanza, usambaratishaji wa imani kwa umma, kuvunjika kwa heshima kwa taasisi za dini, kuporomoka kwa uaminifu wa kijamii na kuongeza hisia za mgawanyiko kati ya serikali na raia. Na katika mazingira ambapo vijana hawa wana hasira, uchumi ni mdogo na sauti za wananchi zinahisi kutekelezwa, mgogoro wa dini unakuwa cheche ya moto wa kisiasa. Tanzania imewahi kuona matokeo ya mgogoro kama hiyo katika miaka ya nyuma, na matokeo yake hayakuwa ya kufurahisha. Kwa hiyo uzito wa kauli ya Mwabukusi haukuwa tu katika ukali wake, bali katika tahadhari yake kwamba taifa linaweza kusukumwa kwenye mteremko usiotabirika kama tabia ya viongozi wa serikali haitarekebishwa. Uandishi wa Mwabukusi haukuwa wa diplomasia, ulijengwa kwa lugha ya uthubutu na ukali na hasira, ukionekana kuwa sauti ya mtu aliyechoka kushuhudia mtindo wa uongozi unaotumia mamlaka kwa vitisho. Alimuhusisha Chalamila na historia ya matumizi ya nguvu kupita kiasi, akirejea matukio ya uchaguzi, operesheni za usalama na mienendo iliyoripotiwa kuwatesa raia. Kauli zake zilijengwa kama ukumbusho wa rekodi za zamani na onyo kwamba historia hiyo haiwezi kufunikwa wala kusahaulika. Uzito wa ujumbe huu ulilenga kuwasilisha msimamo wao kutokuwa tayari tena kukubali ukatili wa kimfumo, vitisho dhidi ya watetezi wa haki na ukandamizaji wa taasisi huru. Mwabukusi alisisitiza kwamba kuna mstari mpya umechorwa, mstari wa kukataa ukatili, kutetea watu wema na kupambana na tabia ya kutumia sheria kama silaha dhidi ya sauti mbadala. Kwa maneno machache, aliweka wazi kwamba uvumilivu kwa kauli za Chalamila umekwisha sasa, na kwamba sasa kuna mpango wa kuchukua hatua rasmi za kisheria dhidi ya mtu huyo binafsi na wale wanaoita ama aliowaita washirika wake. Ni hayo tuliokuandalia leo kutoka hapa Kenyascope channel yako pendwa, ambayo inakuletea taarifa hizi na zingine nyingi na uchambuzi wa kina bila kupindisha ama kuegemea upande wowote.
Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia wote ambao hawajapokea taarifa hizi. Vilevile kumbuka kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozi-upload.